Mina group langu, when we discussed there, they said that wenyewe wamekutumia simu, laptop, iPad, hivyo. And question number 2, what for? They said that this digital instrument which they have used, they used it for learning, yani kujifunza hivyo, kusoma. Mpaka tukipewa package vya tunapoenda nyumbani, then we are using phones so as we can find answers. Yeah. Then another one, it's chatting. Pia tumekuwa tukitumia hizi simu kwa ajili ya kuchat hivyo, yani kuwasiliana na mwenzako, kujulia hali hivyo. Also for entertainment, example listening music, umekaa pale unasikiza kwa mapiano nini hivyo. Also even when I'm saying about entertainment, I also say about watching social media like TikTok, example dancing challenges. Yeah. Also question number 2, ulitumia kufanya nini? Umejifunza nini leo? Mina group langu pale, we say that first tumejifunza aina za ukatili, ambapo kuna ukatili wa kiuchumi, ukatili wa kingono, mila hatarishi na vinginevyo. Na pia tumejifunza madhara ya huu ukatili, ambapo madhara ya kwanza, unaweza ukabe affected kisaikolojia, meaning that mfano mtu amekutumia amekutumia message ya matusi hivyo. So wewe kama wewe unaweza ukabe affected kisaikolojia, kwa sababu maybe you are at school hivyo unakuwa nakumbuka kitu ambacho umetumiwa, au anaweza kutumia video za pornography hivyo. Also dropping from schools, pia kushuka yani academic performance kushuka, pia inaweza kuwa ni chanzo cha, yani inaweza kuwa ni madhara ya ukatili. Mfano mtu alikuwa anafaulu darasani anapata 1 hivyo, but baadaye anaweza akaanza kufeli na akaanza kushuka darasani akaanza kupata 4, na inaweza kampelekea madhara mengine hivyo. Also inaweza kapelekea stress. Shangaa mtoto mdogo yeye unamkuta amekaa yuko busy anatafakari, na ndio unaanza nini? Then yani hivyo anakuwa na stress nini. Pia inaweza kapelekea maradhi. Shangaa umeangalia hivyo yani kwenye simu, umeangalia zile pornography nini, hasa na wewe ukaja ukafanyiwa hicho tendo, yani ukaja ukafanyiwa hicho kitendo cha ukatili, unaweza kupata maradhi mbalimbali, mfano ukimwi, gonorrhea na magonjwa mengine. If you have a question. Thank you. Welcome. Okay. By the way, I'm the second perpetrator working to build the education subject and competition. Okay. Whereby the third question says that what kind of violence have you ever seen in those social medias which are using your phones? By the way, kuna social media tofauti ambazo mtu anaweza kutumia. Anaweza kutumia TikTok, kutumia Twitter, kutumia Facebook, vitu tofauti. Sasa hapa hivi tunaenda kuangalia kupatikana hapo. Sasa ukienda kuangalia kwa hizo social media, kama hivi unakuta anachukua picha yake kujibu. Hivyo. Sasa ile kama ni account Insta, hivyo anachukua picha yake. Au tuambia, "Ke, mbona unasema mbaya? Sasa hivi tunapata kitu majibu." Pia la kama hayo kwa ni ukatili hapo. Na mjadala hiyo tuweze kunyanyasa kisia. Kwa hiyo psychology wewe hauwezi kujua kwamba unanyanyasa mtu, lakini mtu anakuwa anapewa pesa kunyanyasa psychology. Vitu vingine vinapigana extending the tools. Unataka kama someone who date someone ikatokea conflict between wewe na mtu, then akachukua maamuzi ya kutuma zile pesa za hapo, which is this ndio ndio kwa spine ndio kama tu such examples tunaweza kuona kama baba hiyo zile vitu za baba wanakuza kwa hizo trend hiyo kulikuwa ni moja kati ya moja ilikuwa ni
By the way, inawezekana ni ukatili, inawezekana ni ukatili wa kigono, lakini pia ni ukatili wa kihisia, kwa sababu tunapata pesa kuuliza ile kihisia psychologically. And the last question number 4, is saying, what do you think? Right? Kulifanyaje? Kuchukua hatua gani baada ya kuona ukatili namna hiyo? By the way, kwa mtu ambaye anakuwa bado hajapata elimu ya kuhusu mambo ya ukatili hivyo anaweza kazi hiyo labda analia kama mtu ambaye amejifunza kwamba suala mbaya nini anaweza kama hizo kama, lakini hivi it's not like because we human beings should relate to all things which happen to us. By then hivyo kwa kipindi tunaweza kuchukua kwa wengine, mtu mwingine alichukua hatua ya kumpa mzazi wake information that kuna mtu ambaye alikuwa anacheza hivi that's different, then ametumia message hivyo babake mwenyewe akaenda shauri mtu ile ndani au wewe mwenyewe tu unaweza kutumika kwa kama counselor hivyo unamshauri mtu kuhusiana na most vipi hivyo unaweza kuona kuna zile topics na baadaye hivi tunalo kwa kujibu hivyo yani kwa angalia hauwezi kuona kwamba yule mtu alikuwa mwenyewe katili, lakini ukienda kunipata kule tule unaweza kukuta labda yeye anaongea kuna kitu mbaya, of course ndani ukifanya hapo uweze kupost hivyo that kwa hivyo unaweza kumpa ushauri au kumshauri kwamba atoe information kama ile ni kama unataka kupost hivyo atoe information. Of course guys, you cannot continue these things make other people feel something weird, some idol, so you can stop doing things. Of course, I know that I'm enjoying the emotions of people, but I point. Yes.